Mafunzo haya ambayo tumeyatoa leo ni mwendelezo wa mafunzo ambayo tumeanza kuyatoa tangu mwaka 2023. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yanahusiana na uendeshaji wa vyama vya ushirika, mafunzo ya kibiashara pamoja na fedha. Sisi NMB Foundation tukishirikiana na Rabo Foundation tutatoa mashine 15 kwa ajili ya vikundi vya ubanguaji wa korosho. Mashine hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ikikupendeza tutazikabidhi kwenye ofisi ya wilaya. Na tukishazikabidhi, nadhani sasa tutakuwa sisi jukumu letu sasa la kuhakikisha kwamba wale ambao tayari vikundi vyao vipo na vipo tayari na wameshapewa mafunzo vinajulikana kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya. Na hao tunaamini ofisi ya mkuu wa wilaya itaweka utaratibu mzuri wa kuweza kuzipata hizo machines, ili mwisho wa siku sisi tunataka kuona watakokuwa wamekabidhiwa hizo mashine waweze kufanya shughuli ile ambayo inaostahiki. Tumedhamiria kufikisha uzalishaji wa tani milioni 1 ifikapo mwaka 2030. Na malengo sasa hivi tubangue wala kufikia 60% kwa 25-26, lakini ifikapo 2030 tubangue korosho zote ambazo zinazalishwa nchini ambazo zitakuwa takriban tani milioni 1. Kwa hiyo jitihada hizi zinazofanya za kutoa mafunzo ya kuongeza thamani ni moja ya nyenzo ambazo zitatusaidia sisi kufikia lengo hilo la kubangua korosho zote ambazo zitakuwa zinazalishwa hapa nchini. Bodi ya korosho inaamini kwamba ulaji wa korosho nchini ukihamasishwa kwa kiasi kikubwa, tutakuwa na uwezo wa kupata soko la uhakika la korosho karanga zetu. Endapo kama tutatumia soko la ndani tu, hizo tani milioni 1 ambazo tunafikiria kwamba ifikapo mwaka 2030 zitakuwa zinazalishwa na zikibanguliwa ndani, consumption ya ndani peke yake ina uwezo wa kukapcha soko zima. Sisi kama viongozi tunatamani mafunzo ambayo mmeyapata kwa kipindi hiki cha wiki 2 ambacho mlikuwepo hapa yaonyeshe kwa haraka, tena wala si kwa kuchukua muda mrefu, kwa haraka ile tija na malengo ambayo kwanza wenzetu wa NMB Foundation wanatamani kuyaona, lakini na sisi kama viongozi tukiendelea kuicomplement ile agenda yetu ya mwaka 2030. Kwa hiyo kile ambacho mmefundishwa tunatamani sana na nyinyi kwanza mkakifanya kwa vitendo, lakini tunatamani wale ambao hawajapata fursa hii kwa hii hatua ya kwanza nao wafaidike na ujuzi ambao nyinyi mmeupata. Haya ni mafunzo kwa wale ambao watakaoenda kuwafundisha wenzao.